mpira kwa lengo la kutengeneza nafasi wakati wachezaji wengine wakiwa wanafanya movement kuelekea kwenye box la mpinzani. Nitakupa mfano. Ni ngumu sana kujua nafasi ya Max kiwanjani ni ipi Young Africans wakiwa na mpira. Inawezekana bila mpira ni lazima ujue position yake kwa sababu anatakiwa kuwa katika eneo maalum kwa ajili ya kuisaidia timu kuzuia. Lakini unapokuwa na mpira, angalia Young Africans wakiwa wanatengeneza nafasi. Mpira ukiwa kushoto, upande ambao yuko Pacome, ni upande ambao utamkuta Chama yuko pale, ni upande ambao utamkuta Max yuko pale, ni upande ambao utamkuta Mudari anafanya movement kwenye eneo lile. Kwa hiyo nini mlengwa? Mlengwa ni kwamba kutengeneza faida ya idadi katika maeneo ya mwisho ama kwenye zile corridor tano za eneo la ushambuliaji ndio kitu ambacho kinawapa zaidi faida. Lakini kitu kingine nje ya kuwa na washambuliaji kama Prince Dube, Clement Mzize, of course na nyinyi wamefanikiwa kuyatawanya magoli katika maeneo mengi sana. Tunazungumzia Young Africans ambao mpaka sasa hivi Baka pia amefanikiwa kufunga magoli kwenye ndani ya msimu huu especially magoli zaidi ya 3. Yes. Angalia viungo wao, mchango wa viungo wa Young Africans wakati tu wale wa chini, kwa maana ya mtu kama Mudathir Yahya anawapa faida kubwa Young Africans timu ikiwa inashambulia, tofauti na viungo wa Simba wakiwa wanafanya shughuli zao kiwanjani. Angalia majukumu ya Aucho pamoja na Muda, and then nenda kaangalia majukumu ya Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma. Utofauti ni kwamba kwa Young Africans wakiwa na mpira, Muda anaruhusiwa kusogea juu zaidi, lakini kwa Simba wakiwa na mpira, Kagoma na Ngoma, mwalimu anahitaji kutengeneza stability katikati ya kiwanja kiulinzi, hasa kujikinga na counter attacking football kutoka kwa wapinzani. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mara nyingi Young Africans vinawapa faida, and then ni tutalialai pale pale pia kwenye uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa magoli. Hivi vyote nilivyoeleza ni namna gani timu zinaweza kufanikisha kutengeneza nafasi, lakini objective ya timu ni kufunga goli. Mwalimu anaweza kaandaa setup nzima mpaka kufika golini. Nani ambaye anafunga kwa wakati gani? Na uzuri ni kwamba Dube anaweza akawa hana siku nzuri kazini, Clement Mzize akawa kinara kwenye mchezo. Wote wawili hao wanaweza wasiwe na siku nzuri kazini, Pacome akawa na siku nzuri mchezoni. Kipindi kile pia Ziziki. Nenda kamwangalia mtu kama Maxi, nenda kamwangalia mtu kama Mudathir. Mfano kwenye mechi ya Tanzania Prison, mchezaji ambaye alianza kuwarejesha mchezoni Young Africans ni Mudathir Yahya basi. Kwa hiyo ni timu ambayo of course pia itegemei kufunga tu kwa namna moja. Wanatengeneza nafasi kwenye njia tofauti tofauti. Watatengeneza nafasi kwenye mchezo wa wazi kwa sababu mara nyingi Young Africans wanamiliki sana mpira, na lengo la kumiliki mpira ni kutengeneza hiyo faida ya kutengeneza nafasi. Wamepita makocha watatu msimu kwenye klabu hiyo. Gamondi Miguel, Sidramovic na Milude Hamdi. Ni nani ambaye ametengeneza hiyo setup? Nani amecreate hiyo system ya kwamba Yanga ipate magoli kupitia sehemu tofauti tofauti? Kwa sababu naamini katika mazingira haya kuna Yanga imepata magoli mengi sana chini ya Milude Hamdi ikifuatiwa na Ramovic alafu Gamondi. Ni kocha gani ambaye ametengeneza hiyo system kwa jinsi ambavyo umeangalia hizo mechi? Nafikiri turudi kwa Nabi, Profesa. Nabi ndo alikuja kuinject falsafa ambayo tunaishuhudia sasa hivi kwa Young Africans. Lakini Gamondi alichokuja kufanikiwa ni kutengeneza mazingira chanya ndani ya timu, kuruhusu timu kuwa na mnyumbuliko wa kutosha. Yaani wachezaji kubadilishana sana nafasi, hasa kwenye awamu ya pili na ya tatu, kwa sababu timu inapokuwa na mpira kuna awamu 4 kiza. Awamu ya kwanza ni namna ambavyo anajenga mashambulizi pale mwalimu kwa Nabi, and then kwa Gamondi alikuwa anahitaji wachezaji kukaa kwenye nafasi. Wakifika kwenye awamu ya pili kwamba tumeshaanza kutengeneza mashambulizi yetu kutokea nyuma, ni wakati wa kuendeleza mashambulizi. Pale ndo unaanza kuona sasa Young Africans kwanza fullback wote wawili wanasogea juu, and then unaona kwenye eneo la kiungo watu wanabadilishana sana nafasi. Lakini AM katika kubadilishana nafasi ni kutarget space katikati ya mistari. Lakini kwenye awamu ya tatu ni eneo la kutengeneza hizo nafasi. Kwenye kutengeneza nafasi nilikuja kuona kwamba kipindi cha Nabi tulikuwa tunamuona Morocco, kama unamkumbuka, Morocco sio Morocco. Yes, Dukapel alikuwa anacheza winga upande wa kulia, na Nabi alikuwa anapendelea zaidi kucheza na mawinga kwa sababu walikuwa wanaipa team dimension sana wakiwa wanashambulia. Lakini alivyokuja Gamondi akawa anapendelea zaidi kutumia viungo na kuacha kutumia wachezaji wenye asili ya kucheza maeneo ya pembeni kabisa. Tukaanza kumuona Ziziki, Maxi pamoja na Pacome, wote wanakuwa katikati ya mistari. Wao ni pembezoni sana, lakini unaona ndani kwenye eneo la midfield. Na alichokuja kukiongeza zaidi ni kuanza sasa kutengeneza
tunasema mgawanyiko maalum wa majukumu. Yes, tunabadilishana nafasi, lakini Aziz Ki hakikisha unakuwa nyuma ya viungo wakabaji wa timu pinzani. Hiyo ndo position ambayo anapaswa kuwepo muda mwingi. Na ndio maana Aziz alikuwa akireceive mpira kwenye eneo lile, ana option mbili. Ana uwezo wa kushoot, ana uwezo wa kupiga pasi ya mwisho. Pacome pamoja na Max kueni katikati ya mistari, lakini jaribuni kutengeneza faida kwenye maeneo ya pembeni. Kwamba fullback anapokuwa pembeni na fullback mwingine anapokuwa pembeni wapate option, kwa maana wapate option ya kwamba ana uwezo wa kutembea na mpira kwenda kupiga cross, ama wewe kiungo mshambuliaji unaweza kushambulia channel ukapewa mpira ukapiga v-pass kuelekea kwenye box. Kwa hiyo nafikiri pia ni tupongeze tu, kwa sababu hata kama wachezaji makocha wanafanya kazi kiasi gani, lakini bado wachezaji wa Young Africans walifanikiwa zaidi kuelewa maelekezo, kuelewa kile ambacho mwalimu anataka. Na kuna wakati unaweza kujaribu kutoa kila kitu kwa wachezaji na mambo yasiende sawa sawa. Kuna wakati utaki kuwa na overcoaching, kutoa maelekezo mengi kupitiliza. Kutoa maelekezo, unahitajika kutoa maelekezo ya msingi, and then waache wachezaji wako watafute majawabu sehemu ambayo inawezekana changamoto zaidi kiwanjani. Labda na mimi nikichipi na hapo kwenye swali uloulizwa regarding goals. Ukipima misimu mitatu ambayo Yanga wamekuwa wanachukua ubingwa, kuanzia msimu wa nadhani ni 21 22 23 24 and what not, wakati wanatoa ubingwa for the first time